na chemichemi za bahari na vyote vilivyomo, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uliye Baba yetu, menyenyekea miguuni pako wakati mwema huu, tukiwa na wingi wa shukrani kwa jinsi ambavyo umekuwa kiongozi wetu, umeweza kutunenea kupitia kwa watumishi wako. Baba, tunasema ni asanti. Wakati mwema huu tunaomba neno ambalo umetufikishia lipate nafasi katika mioyo yetu na lizidi kuweza kutuandaa. Umeweza kutuita katika kipindi cha pekee cha kufunga historia ya ulimwengu, uweza kutangaza kilio kikuu. Naomba Baba uweze kutuandaa katika kila nyanja ya maisha yetu. Wakati mwema huu ninapoenda kusimama mbele ya wana wako, naomba unitakase, unisamee makosa yangu, nikubalike mbele zako, unitumie kama chombo, uweze kumtukuza mwanao, ili mwanao apate kuweza kukutukuza. Mapenzi yako yatendee katika kila mmoja wetu, kutana na hitaji la kila mmoja wetu. Bariki hata majirani zetu ambao wanaofikiwa na sauti, hata wale ambao wanaotufuatilia katika mitandao pia. Naomba pia Baba uweze kuwabariki, kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, na nikupitia kwa mwanao Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Basi nashukuru Mungu sana kwa nafasi nyingine, nafasi ya pekee ambao ameona ni vyema niweze kusimama mbele yenu ili ya kwamba aweze kunitumia kama chombo na kufikisha neno lake. Basi karibuni sana, karibuni wale ambao wanaotufuatilia katika mtandao, ili Mungu pia azidi kuweza kuwabariki, anapo pia azidi kutubariki pia nasi. Na katika wakati mwema huu tutaweza kuendelea na wazo ambalo tumekuwa tukilitafakari siku hii ya leo, tukiwa na wazo ambalo litaweza kutuelekeza katika kutafakari kuhusiana na purification of the mind by the word. Basi ni ile hali ya kutakaswa kwa nia kupitia kwa neno. Na ni jambo la msingi kuweza kuelewa ya kwamba the strangest Christian experience, kuna ujuzi ambao ni wa kigeni ama ni wa kustaajabisha katika maisha ya Ukristo. Unaposoma kitabu cha Petero wa kwanza 4 mstari ambao ni wa 12 ambao inasema hivi: wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Yalikuwa ni maneno ambayo yaliweza kuandikwa ya kuweza kuwafariji wale ambao waliokuwa katika kipindi kile. Ni maneno ambayo pia yanapaswa kuweza kutufariji, tukijua ya kwamba kila aina ya changamoto, kila aina ya mahitaji, kila aina ya masumbufu, iweze kuwa ni magonjwa, iweze kuwa ni mauti, iweze kuwa ni hali ya kiuchumi, si jambo geni kwetu. Wale ambao walioweza kututangulia walipitia yale. Kwa hivyo tunapaswa kuweza kujitia nguvu na kuzidi kuweza kumtumainia Mungu. Na katika kitabu ambacho ni cha Malaki 3:2 nasema, lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Je, mafungu haya mawili kuna jambo ambalo yanatuzungumzia jinsi ya kuweza kusafishwa. Mungu ameweza kutuita ili aweze kutukamilisha, na katika hali ya kuweza kutukamilisha lazima tuweze kuelewa ni through suffering, through trials in life, through challenges ambao maisha yetu yanazidi kuweza kutakasika. Basi kama tutaweza kuelewa the mystery of suffering, siri ya mateso katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya muumini, tutakuwa na shida sana. Mungu anaruhusu tupitie changamoto tofauti tofauti katika maisha ili ya kwamba aweze kufunua changamoto, udhaifu ambao ulio ndani yetu. Na ni kupitia katika majaribu haya madogo madogo yanatuandaa kwa ajili ya majaribu makubwa ambayo yako mbele yetu. Na wengi kwa kutokuweza kuwa na ule ufahamu, kukosa ile hekima ya kuelewa
mbona Mungu anaruhusu nagonjeka? Mbona Mungu anaruhusu napatwa na maafa? Mbona Mungu anaruhusu wakati mwingine hata unaweza lala njaa? Mbona Mungu anaruhusu mambo kama haya? Ni kwa ajili ya manufaa na faida yetu. Maisha ya Mkristo pasipokuwa na mateso, pasipokuwa na suffering, hauwezi songa mbele. Ni kupitia kwa mateso unajifunza jinsi ya kumtegemea Mungu. Ni kupitia kwa mateso ubinafsi unakoma ndani yako. Bila mateso basi hauwezi kamilika. Na basi ndio tunaambiwa ya kwamba ni vizuri tuweze kuelewa kuanzia sasa na kuweza kuendelea. Let us consider that. So subtopic kwamba the work of purification. Kazi ya kufanya namna gani? Ya kutakaswa. Tunaambiwa hivi, let us consider that from here on forward. Okay, let us consider that from here onwards, every experience we face until Christ's work is finished in the sanctuary above is for one purpose, to purify and perfect us. Bwana asifiwe. Amen. Wacha tuweze kuanzia saa hii, si kesho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuanzia saa hii na kuendelea. Hata ukitoka hapa nje saa hii ukutana na moja yako pale akujibu vibaya, ambia Yesu asanti. Tuko pamoja? Kwa sababu unajua hauwezi jua kana kwamba unaweza tukana mtu. Si tuweze tuko Kristo hapa. Huwezi jua kama ndani yako unajua kitu chochote ambacho, unajua nimeona Mike inatusaidia kidogo. Kitu chochote ambacho kiko na mtu ambaye ako pale nje kiko ndani yako. Matusi iko ndani yako, kusengenya iko ndani yako, kufitini iko ndani yako. Ni vile tu hasijapata nafasi kutokea. Unasema huwezi tukana mtu, lakini unaweza toka pale mtu akufanyie jambo, maneno ambayo utaweza kuyatoa, ujiulize kwa kweli kama hivyo kweli? Sijui kama umeifanya jambo ujiuliza kwa mimi kweli ni Mkristo, mimi ni msabato kweli? Hapana. Lakini hizo ndio nafasi za pekee ambazo Mungu huwa anatupatia ndio uweze kujua kile ambacho kiko ndani yako. Nashukuru sana, kuna mtumishi ambao nampenda sana, ambaye ni rafiki yangu na ni mzee wa kanisa, na yeye ni mkimbiaji na mnamjua na mfahamu. Siku moja akifanya mazoezi, amekimbia kilomita karibu 20 na wanashindana. Alipokuwa akikimbia, amekimbia. Unajua sana ni kushindana. So akikimbia, ukaja mtu ambaye alikuwa na gari karibu afanye na kidogo tu amkanyage. Alipinduka hivi akamwambia, "Umbwa wewe." Na ni mzee wa kanisa. Tuko pamoja? Akakaa hivi akajiuliza, ni nini hiyo imetoka? Tuko pamoja? Ni nini hiyo ambayo imetoka ndani yangu? Sijatumia mic isiende sana, lakini hii imeenda. Tuko pamoja? Akajiuliza, kumbe kwa kweli ndani yangu kuna matusi. Lakini kama lile tukio alingefanyika, angejua ya kwamba anaweza tukana mtu. Sijui kama umefika mahali, kuna mtumishi mwingine pia alikuwa ananiambia, alipokuwa akifanya biashara yake, mteja akakuja. Alipokuja, ule mteja akamsumbua mtumishi. Najua kwamba kuna wateja wasumbufu, si ni kweli? Unamwambia ni hii, anakuambia hapana, nataka hii. Nataka hii. Wakasumbuana. Yule mteja alifanya namna gani? Alimtemea mate tu, naye akarudisha tu. Ndio baadaye akashtuka, ni nini ambao nimefanya? Tuko pamoja? So tunapaswa kuwa tunafurahia it is through suffering. Unaweza kujua ni nini ambao kiko ndani yako. Unaweza jisifu ya kwamba hauwezi mpiga mtu. Tuko pamoja? Unaweza jisifu ya kwamba huwezi mpiga mtu. Lakini kunatokea tukio ambao linakudhihirishia ya kwamba kwa kweli kumbe hata vita viko ndani yangu. Ndio unakuta ya kwamba kuwa na Bible study. Alisema inategemea za kwa wewe ulienda ukaogelea, ukafanya namna gani? Katoka kwa maji. Kwa sababu ushaiona mtu anazikwa akiwa hai? Ushaona mtu anazikwa akiwa hai? Lakini unajua sisi huwa tunazikwa tukiwa hai.
Huwa tunazikwa tukiwa hai. Kwa sababu yeyote yule ambaye anayepelekwa kwa maji ambao inadhihirisha kifo, lazima jambo la kwanza amefanya namna gani? Amekufa. Ndio afanye namna gani? Aende azikwe. Na wakati ambapo anazikwa, anafufuka akiwa ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Anakuwa si yeye tena anaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yake. So tuendelee kidogo. Kwa hivyo tumesema namna gani? Let us consider that from here onwards, every experience we face until Christ's work is finished in the sanctuary above is for one purpose, to purify and perfect us. Bwana asifiwe. Kama tutaweza kutoka tukijua hivyo, kila ujuzi ambao utaweza kukumbana nao kuanzia sasa na kuendelea. Kwa sababu kuna usemi ambao nilisikia asubuhi, ati ya kwamba what is na maneno ambao alitumia mzee ambao alikuwa anatuambia twende kwa kiwanja. Kwa sababu obedience is what? Faith is what? Living by faith is a life of obedience. Kuishi kwa imani ni maisha ya utiifu. Na basi tunaambiwa hivi, purification is accomplished by fire. Tuko pamoja? Ati kutakaswa inafanywa kwa njia ya moto. Na moto ni nini? Ni majaribu. Hamjafikia majaribu ambayo mitume walipitia. Wengi waliweza kuchunwa ngozi, wengi walikatwa vichwa, wengine walisulubishwa wakiwa vichwa vyao vimeangalia nini? Chini. Na kuna wale ambao walienda wakiendaga, hawakuonana na familia yao tena. Can you imagine sasa mimi James? Familia yangu sasa tutaonana na wenyewe tena, nitoke hapa, teremke kidogo pale Migori, nijikute niko Uganda, niende nikiendaga. Mwishowe wanasikia ripoti ya kwamba baba yao hayuko tena. Tuko pamoja? Mitume walienda hivyo. Hatujapokea experience ambayo itafika mahali kwa ajili ya imani utashikwa machati, utapigwa kofi, utatemewa mate, lakini ukisenganywa kidogo tu, mtu tu akuseme kidogo hapa, unasikia huko sitakuja tena. Hiyo sio kitu. Ndugu zangu, hiyo sio kitu. Yale majaribu ambayo yako mbele yetu, kama tutaweza kujiandaa saa hii, hautaweza kustahimili. Na katika hali ya kuweza kujiandaa, tuliweza kuona jana, Mungu amekusudia kuweza mvua ya nini? Ya masika, ili iweze kutuwezesha kusimama kipindi cha taabu. Huu ndio wakati ambao wakiweza kukusanya, kuweza kupokea mafuta ya akiba katika wanawali wangapi? 5 werevu. Na basi tunaambiwa hivi, nikimalizia katika hii, we are to be made more precious than fine gold. Sasa si kama dhahabu, tunafanya kuweza kuwa safi zaidi ya dhahabu safi. Halafu tunaambiwa sasa jambo la kushangaza, henceforth the admonition ya kwamba buy of me gold tried in the fire. Sasa unashangaa which is which? Tuko pamoja? So ni gani? Kwa sababu si imani yetu inajaribiwa, ni imani ya Kristo ambayo imejaribiwa, imeweza kushinda. Anatuambia tununue kutoka kwake. Kwa sababu imani yako haiwezi stahimili, utashindwa tu. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa maana yeyote yule ambaye aliye ndani ya Kristo, yeye ni zaidi ya mshindi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ushindi wa Kristo anatupatia kwa imani. Na basi tunaambiwa hivi katika kitabu ambacho ni cha Matendo ya Mitume 7:55 hadi 56, Acts of Apostles chapter 7:55-56, a mind filled with the Holy Ghost for trial. Tuko pamoja? Nia ambayo imejazwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya nini? Ya majaribu. Kwa kweli wapendwa, kama tutaweza kujazwa na Roho Mtakatifu, kama tutaweza kupokea ule ubatizo wa Roho, hautaweza kustahimili. Kwa sababu nani tunamzungumzia hapa? Stefano. Tunaambiwa hivi, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka
na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Mbona Stefano aliweza kustahimili haya? Kwa sababu alikuwa amefanya namna gani? Amejazwa na Roho namna gani? Na Roho Mtakatifu. Kama hakuwa amejazwa na Roho Mtakatifu, kwa kweli hangeona hayo. Angepigwa jiwe la kwanza, awaambia hapana, hata mimi naweza rusha yao. Tuko pamoja. Si ni kweli? Lakini anapigwa mawe, anaangalia juu. Anapoangalia juu, anaona mkombozi wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika kila majaribu, najua kuna ile fungu, nitainua macho yangu, nitazame milimani, msaada wangu utatoka wapi? Unajua kwani hakuna milima? Milima tunajua milima ya Ngong. Sasa watu wa Ngong hawatainua macho waangalie Ngong Hills. Lakini kuinua macho yetu juu ni kuinua macho mahali mkombozi wetu yuko. Mahali ambapo Yesu yuko akifanya kazi ya upatanishi katika sehemu ya mwisho, patakatifu mno. Hapo ndipo msaada wako unaweza toka. Na basi tunaambiwa hivi, my friend Osoro, umefanya ile maneno. Naambiwa hivi, tunapoendelea, the renewal work of the Holy Spirit. Kitabu ni cha Titus 3 mstari ambao ni 5. Asante. Tunapozidi kuendelea, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo si kupitia kwa matendo yetu, si kwa ujuzi wetu, si kwa chochote ambacho umeweza kukitenda, bali ni kuweza kuzaliwa upya kwa Roho Mtakatifu. Basi ombi langu ni ya kwamba tunapokuwa katika kusanyiko hili takatifu, this is a holy convocation. Huu ni mkusanyiko takatifu. Wacheni niwaambie ukweli wa mambo. Mambo ni wawili. Kuna mtu ambaye atatoka hapa akiwa amebadilika, na kuna mtu ambaye atakuwa ametoka hapa akiwa amebadilika. Abadilike katika kumkaribia Kristo, ama abadilike kuweza kumsogelea nani? Shetani. Kwa sababu katika kusanyiko la watu wa Mungu lazima tuweze kuomba kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Na basi tunaambiwa hivi katika fungu ambao liko mbele yangu, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:14. Basi tunaambiwa, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Kwa pamoja. Halafu anasema wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Tunaweza kaa hapa kwa muda mrefu, lakini kuna mtu anatoka hapa, hata ukimuuliza tulijifunza nini, anakuambia hata hajui. Kwa sababu kile ambacho tunazungumzia hapa ni mambo ya rohoni. Na yeye ambaye anayekaa ndani yetu anatuzungumzia, ambaye ni Roho Mtakatifu, wakati ambapo tumeweza kujisalimisha kwake, basi siri za mbinguni zote anazoweza kutufunulia na kuweza kuzishika. Na basi tunazidi kuendelea katika fungu hili pia, andika Wakorintho wa kwanza 2 mstari ambao ni wa 12. Mmeandika hiyo? Mtasoma katika wakati wenu. Pia andikeni kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 27. Pia andikeni hiyo nukuu. I think unaweza ipatia muda ndio muweze kuandika. Inasema hivi: The gospel brings freedom. Bwana asifiwe. Ati injili inaleta nini? Kuna mama yetu anang'ang'ana sana pale. Sasa sijui nitafanya namna gani. Kuna mama anang'ang'ana sana kuandika. So tunaambiwa the gospel brings freedom. Ati injili inaleta nini? Uhuru. It knows nothing of force. Kwa pamoja, ati injili inaleta uhuru na ijui kitu kingine chochote ambacho kinatumia nini? Kinatumia nguvu. Kwa hivyo tunapokuwa tukizungumzia kuhusu injili, nashukuru sana mwalimu wa familia. Huwa nafurahia sana kwa sababu ni mibaraka kwangu. Mimi ni mzazi, yeye ni mzazi, na nyinyi ni wazazi. Mashauri ambayo tunayoyapokea yasiwe theory, wacha yaweze kuwa practical. Na kama yatakuwa practical,
yataweza kuleta uwisho na matengenezo yaliyo ya kweli. Na basi kwa sababu ni injili, basi itaweza kuleta uhuru, kwa sababu there is no fear in love. Unajua mnakaa katika familia kana kwamba mnaogopana. Mume tu anakaa tu akitime, mke ana time, watoto wanatega. Tuko pamoja? Wacha tuache hayo. Na basi tunapoendelea kidogo katika ile ambayo nilikusudia tujifunze leo, nataka tutafakari hii. Kwa pamoja, kwa muda mchache ambao nimeweza kubakisha, kama dakika kama I think 15 to 16 to 17 to 20 minutes. Napitia hii kwa upesi na nataka uweze kuandamana pamoja nami. Mungu ameweza kutupatia ujumbe na ni ujumbe wa dhamani. It is a life or death question. Na basi tunaambiwa hivi. Kitabu cha Ufunuo 14 kuanzia 14 mpaka 16 inasema hivi: kisha nikaona na tazama wingu jeupe, na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Tuko pamoja? Nani tunamzungumzia? Yesu Kristo. 15. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu, tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja. Bwana asifiwe. Sijui kama tunaweza sema hivyo. We are saying time no longer. Lakini tunaweza piga sauti hii ambayo inayepiga hapa, hati ya kwamba tia mundu wako ukavune, kwa kuwa saa ya kuvuna imefanya namna gani? Imekuja. Kwa kuwa mavuno ya nchi yamefanya namna gani? Mavuno ya nchi yamefanya namna gani? Can we witness? Tunaweza shuhudia kupitia kwa ishara za the signs of the time ya kwamba mavuno ya dunia yamefanya namna gani? Yamekomaa. Ni watakatifu pia wataweza kuwa na ombi hili ya kwamba kwa kweli it is a time for harvest. Na basi tunaambiwa hivi: na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi, nchi ikafanya namna gani? Ikavunwa. Sasa wacha nikuambie, ndio iweze kufanyika hivyo. Tuko pamoja? Ndio iweze kufanyika hivyo, kuna kitu Kristo anasubiri kwetu. Katika COL page 69 paragraph 1 inasema hivi: Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu Kristo anasubiri kwa hamu sana, ni kudhihirishwa. Manifestation, kudhihirishwa kwake katika kanisa. That's why hii dunia haiwezi vunwa. Tuko pamoja kanisa? Bwana asifiwe. Hii dunia haiwezi vunwa kama kwa kweli kanisa haijakamilika. Sisi ndio tunasababisha kile ambacho kinafanyika na yale ambayo yanayoendelea, kwa sababu hatujafikia hapa. Bado tumeweza kumweka Kristo akisubiri. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni sisi tumemweka, kama sio sisi? Ni kwa sababu tabia yake haijaweza kuzalishwa ndani yetu. Kwa kweli dunia imeweza, kama vile tulisoma, dunia imeiva, mataifa yako tayari, lakini wakati ambapo Kristo anaangalia watu wake, anaona wako bado. Tutakuja semina mara ngapi? Tutakuja makambi mara ngapi? Na tubadiliki. Ndugu zangu, tutamweka Kristo mpaka lini? Wao unafurahia wakati ambapo unasikia pale Naivasha familia moja wakisafiri wote wameangamia hivyo, na hakuna kitu ambayo inakusaidia katika kubadilika kwako. Wewe tu unakaa tu hivyo tu, wakati ambapo unasikia watu wanakufa maelfu na maelfu na bado haubadiliki. Wewe utamweka Kristo mpaka lini?
wakati ambapo watu wanalia na kuomboleza, but we are still at ease. Tukiomba ile ombi niliwaambia, Baba yetu aliye juu mbinguni, tuko pamoja. Na wewe unakaa tu. Ukiona Mungu ni kana kwamba ni mtoto. Tuko pamoja wapendwa. Wewe unafanya vile ambavyo unataka tu. Na Yesu anasubiri kwa hamu. Waone kwa kweli tumeweza kubadilika. Hata ya kwamba tumeweza kufanana na yeye. Na wakati tu atafanya hivyo, wakati tafikia hapo, hakuna kitu kingine. Atasema imefanya namna gani? Imekwisha. Angetamani sana kazi aweze kukamilisha. Lakini anapoangalia wateule, anapoangalia watu wake, hatuwezi stahimili yale ambayo yako mbele yetu. Tutamkana asubuhi na mapema. Basi anasema hivi, it is the privilege of every Christian not only to look for, it is the privilege, ni nafasi za pekee za kila Mkristo, not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. Bwana asifiwe. Sio kuharakisha. Si tu kukaa tu ati unaongojea tu, bali tunapaswa kuweza kuharakisha. Na kwa kuharakisha ni kuishi kwa neno. Bwana asifiwe. Tunapokuwa tukisema kuharakisha ni kuishi kwa neno. Ni kuweza kuwa na uwisho na matengenezo katika maisha yako, katika familia yako, katika watoto wako. Unajua itakuwa very sad wakati Kristo atafunguka hivi akuulize, wapi wale watoto ambao niliokupatia? Sijui tutajibu nini? Irongo. Tutajibu nini? Mimi niulize wapi Sheila na Tony ambao niliokupatia? Nitajibu nini? Nimetia bidii, umejituma usiku na mchana, unakuja usiku ukitafuta pesa. Tuko pamoja watumishi. Tunang'ang'ana sana ngalau tuwapate chakula kwa meza. Lakini kile chakula tunatafuta, kumbe tunatengenezea shetani nini? Jeshi lake. Tunaambiwa hivi, were all who profess his name bearing fruit to his glory, how quickly the whole world will be sown with the seed of the gospel. Bwana asifiwe. Kama kwa kweli sisi ambao tunaokiri jina lake tungeweza kuzaa matunda kwa ajili ya utukufu wake, ni kwa upesi kiasi gani kwa kweli mbegu ya injili ingeweza kuoteshwa katika ulimwengu wote. Tunaambiwa quickly the last great harvest will be reaped and Christ will come to gather the precious grain. Tuko pamoja. Anaongojea sana na tumemweka sana. Anataka kuvuna. Na unaona kuchelewa kwetu. Unaona vile tunachelewa na vile tunajikokota. Can you imagine kuchelewa kwako na kujikokota kwako kutasababisha mtu apotee hapa? Hiyo kujikokota, wewe unajikokota tu. Unaishi maisha ya fugufugu, hauko baridi, hauko moto. We deceive many. Kwa sababu tumeweza kufanywa a spectacle. Kwa dunia. Kuna mtu ambaye huwa anasema kama Uadventista ni huo wa huyo mama, kama Uadventista ni wa huyo baba, kama Uadventista ni wa huyo kijana, wacha hiyo kanisa ikae. Kuna watu huwa wanasema hivyo. Can you imagine huyo mtu atapotea kwa sababu ya vile ambavyo huwa unaishi, vile ambavyo huwa unakula, vile ambavyo huwa unakunywa, vile ambavyo huwa mnachangamana. Can you imagine? Inafika mahali ambapo kuna watu wakikuona ukikuja hivi wote wanadisperse. Kwa sababu wanasema huyu ametuletea udaku. Na ni mtu na imagine ya kwamba wewe ni Mkristo. Kuliko waweze kuona mtu ambaye atasema kwa kweli hata yale mazungumzo ambayo tulikuwa tunazungumza, wacha tuache. Kwa sababu gani? Uwepo wa Mungu umefika wapi? Katika maeneo yale. Hata wanasema kwa kweli, naomba mama utuombee. Kwa sababu gani? Kwa kweli wanajua ya kwamba you are a connector. Kristo anasubiri kwa hamu sana. Naambiwa hivi, hii nukuu tulisoma sana jana. He has put, mtaiandika tu, he has put it on our power
through cooperation with him to bring this sin of misery to an end. So, tupelekane. So, it is when his character, shikeni, so it is when his character is fully reproduced in his people that the end can come. This is what we have to allow him to do by cooperating with him in this work. Tuko pamoja? Halafu tunaambiwa, then and only then will this sin of misery come to an end. Tuko pamoja? Ni wakati tu huo tu, kama utaweza kushirikiana pamoja na yeye. Na basi halafu sasa Paulo, hii fungu mnaijua, iandikeni tu, Waefeso 4:11 mstari wa 15. Hii ndiyo siri ambayo Mungu ameweza kutupatia, ambayo Mungu ameweza kutufikishia, ambayo inaweza fanya tuweze kuharakisha. The apostle Paul give us a clear answer as to how we can hasten the coming of our Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mtume Paulo, ukisoma hii na uweze kuielewa, kama kanisa tusome hii, tuielewe na tuizingatie, hakika tutaharakisha kukuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na sio kukuja na mawingu. Please, msinikuu vibaya. Mimi sizungumzii kuja na mawingu. Mimi nazungumzia kuhusu kufungwa kwa mlango wa rehema. Je, utajua siku hiyo nitaweza kubainisha kati ya mbivu na mbichi. Je, utajua ya kwamba today ukisikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ndio utajua ya kwamba leo unaweza fanya maamuzi kwa ajili ya umilele. Lakini unaweza puuza leo, ukutane na siku ya leo katika hukumuni. Ombe watumishi walikuja, Irongo, safari ni ndefu, tumeacha familia, si ni kweli? Ama unaona kama inakuanga rahisi? Tumishi Nathan, is it easy? Si kuna mambo mengi ambayo yamesimama. Na Mungu akaweza kutupendelea, atupatie nafasi, mimi pamoja nanyi, aweze kutuzungumzia. And we take that for granted. We start mocking God. Wacha tuweze kufikiria mara ya ngapi? Let us think big. So tunaambiwa hivi, hiyo fungu mmeweza kuliandika. So wakati wenyu mnaweza lisoma. So basi tunaambiwa hivi, we will come into a unity of faith and of the knowledge of the Son of God. In other words, kwa maneno mengine, we will no longer be tossed to and fro by just any wind of doctrine or the theory. Watu wa Mungu tunakuwa na shida. Wewe hujui unaamini nini? Unasukumwa kila upande. Tunaambiwa hivi, but we'll stand firmly together in the trust. But we will stand firmly together in the true as it is in Jesus. Bwana asifiwe. Tunaweza simama wima kwa ukweli kama jinsi ambavyo ulivyo ndani ya nani? Yesu Kristo. And this in turn will bring us unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. Unto the measures of the stature of the Christ. This can only mean that God's end time people will be so settled in truth. This can only mean that God's end time people will be so settled in the truth that nothing will be able to move them or steal their peace. Elias, naona mahali Mungu anataka kutupeleka. Na ni kama utaweza kuzingatia hayo, hakika hakuna yule ambaye ataweza kuiba amani yako. Utaweza kuwa umetulia katika kweli, hivi kwamba hauwezi tingizikwa. Hata kuja fundisho gani, hata kuja upepo gani, haitaweza kuondoa amani yako. Na hapo ndio Mungu anataka kutufikisha. No matter nini, kwa sababu mafundisho yatakuja mengi. Makundi ni mengi. Doctrines ni nyingi. Lakini wakati ambapo utajua ile kweli,
itaweza kukuweka huru. Na kama utaweza kuwa huru, utakuwa huru kweli kweli. Hautakuwa mtu ambaye hajui kutofautisha mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Yesu atakuja akuambie njia ndiyo hii. Na ikwambia njia ndiyo hii, atakuongoza katika njia gani? Njia hiyo. Tunaambiwa hivi. Acha niwasomee hii. The 14th chapter of Revelation is a chapter of deepest interest. Kwa pamoja, kitabu cha leo tulisomea hii pia. I remember kusomea kuhusu Revelation 14. So tunaambiwa hivi, kitabu cha Ufunuo 14 is a chapter of the deepest interest. Nataka mshike hivi. Unajua tunaweza kuwa tujawahi elewa kitabu cha Ufunuo 14. Nataka tuelewe hivyo. Kwa sababu tunaambiwa hivi, this scripture will soon be understood in all its bearing. Kwa pamoja, wakati anasema hivyo hatujaielewa. Huwa tunasoma tu for the sake ya kusoma. Kwa sababu wakati ambapo Ufunuo 14 itaeleweka katika kila sehemu yake, and the message given to John the Revelator will repeat with distinct utterance. Halafu tunaambiwa hivi katika Bible commentary ya 7 page 578 na 579 nasema hivi, Christ is coming the second time. Bwana asifiwe. Ati Kristo anafanya namna gani? Anakuja mara ya ngapi? Anakuja mara ya ngapi? Ya pili. With the power unto what? Salvation. To prepare human beings for this event. Ili kuweza kuwaandaa wanadamu kwa ajili ya tukio hili. He has sent the first, the second and the third angel's message. So, kama ujumbe huu hatuuelewi, tutaweza kuipeleka aje? Kuandaa dunia, kuandaa kanisa kwa ajili ya marejeo yake. Kwa sababu dada White ametuwekea wazi ya kwamba wakati ujumbe huu utaweza kutambulikana katika sehemu yake yote, basi wakati ambapo Kristo anakuja ametupatia ujumbe. Tunaambiwa hivi, these angels, tuko pamoja. Sasa mtaongojea malaika wanaruka juu ya anga. Hapana, tunaambiwa hivi, these angels represent those who receive the truth. Ati wanaashiria wale ambao wanaopokea ukweli, and with the power open the gospel to the world. Tuko pamoja? Si tukupokea ujumbe. Wanapopokea ule ujumbe wakiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, basi wanafunua ule ujumbe kwa dunia. Halafu tunaambiwa hivi, I was shown 3 steps. Nibasha kada dakika 5. I was shown 3 steps. The first, the second and the third angel's message. Said my accompanying angel, woe to him who shall move a block or steer a pin on this message. Kwa pamoja, unajua tunaweza kuwa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua tunaweza kuwa tunasemaga tuko na ujumbe na tujui tunakuaga na nini. Unajua ndio tuweze kubatizwa zamani zile, ilikuwa lazima ungeweza kukariri ujumbe wa malaika watatu, si ni kweli? Wakati wetu sijui kama wakati huo ulikuwa uweze kusema, uweze kukariri amri 10. Baada ya ukariri amri 10, pia ukariri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na tulikuwa tunakariri ni kweli. Lakini I'm sorry, tulikariri kile ambacho hatukuwa tunajua ni nini. Na pia nasi tunaweza kuwa katika hatari hiyo. Tunaweza kuwa tunasema tuna ujumbe lakini hatujui tuko na nini, hatuuelewi, hatuutangazi, na kama tunautangaza kwa wajibu wa mawazo yetu. Ndio unakuta ule ujumbe hauna mvuto wowote. Kama ujumbe huo haujakubadilisha wewe, unakusudiaje ubadilishe mtu mwingine? Haiwezekani. Huwezi pea dunia kile ambacho hauna. Na basi tunaambiwa hivi, the true understanding of this message. Ati what? Simsome. Ati what?
Mbona na ndio wacheni waulize na si kwa ubaya. Mumeanza na roho. Mbona mnamalizia kwa mwili? Mumeanza na sauti nzuri, mkifika mahali mnazimia. Ati the true understanding of this message, ati what? The true understanding of this message. Mimi sikuwa mwalimu lakini leo nitakuwa mwalimu. Repeat what I'm saying. The true understanding of this message is of vital importance. The destiny of souls hang upon the manner in which they are received. Is it important? Yes. It's very important. Twende tu kidogo. Every feature of that angel's message is to be proclaimed in all parts of the world. This message is a testing message received into honest heart, ikipokelewa kwa mioyo ambayo ni aminifu. It will prove an antidote. What is an antidote? What is an antidote? Antidote wasema ni remedy. Ngoja nisaidieni, daktari yako wapi? Daktari, Bwana asifiwe. Jibu linatoka hapa. Jibu limeanza kukuja. Antidote si remedy. Antidote ni nini? Okay. Si ni kweli? So tunaambiwa sasa tukiwa na wazo hilo ati ya kwamba this message is a testing message received into honest hearts. It will prove an antidote for all the world's sins and sorrow. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko na tiba. Tuko na tiba. Na tunafanya nini kwa hiyo tiba? Uko na dawa, lakini mtu anaangamia pale ukiwa na dawa. Hiyo ni haki mzee. Tunafanya haki kweli kanisa? Hatufanyi haki. Tuko na dawa kwa dunia. Kwa dunia ambayo inaangamia kwa ajili ya dhambi. Tunaambiwa hivi, no condition. Nataka tusome hii. Niko pamoja kanisa? Tutulie kidogo. Tusome hii. No condition of climate. Kwa pamoja. Or poverty. Or ignorance. Or of prejudice can hinder its efficiency. Bwana asifiwe. Hauna sababu elder. Hauna sababu ati nitaenda mahali nipeleke dawa ikataliwe. Ati ya kwamba wale ni maskini sana, hali ya anga iko hivi, wale wataweza kupuuza. Hakuna what prejudice. Prejudice ni dhana ambayo uko nayo. Ama hiyo dhana ambayo uko nayo ambayo inaweza fanya ujumbe huu ukosa umaana wake ama ukatae kutimiza kusudi lake. Tunaambiwa hivi, or lessen its adaptability to the needs of mankind. Kwa hivyo wakati ambapo tunakataa kupeleka ujumbe huu, hatufanyi jambo ambalo ni la haki. Andikeni hiyo. So, namalizia na hii. Shikeni hii. That angel's message is a life and death question. Tulikuwa na hiyo kichwa, si ni kweli? Niliitoa hapa. Hati ya kwamba ujumbe wa malaika watatu. Hiyo kwa Kiswahili inanishinda. That angel's message is a life and death question. We know that now everything is at stake. The third angel's message is to be at this time regarded as of the highest importance. It is a life and death question. Ombi langu. Bwana asifiwe. Amen. Ombi langu ni ya kwamba wacha Mungu aweze kutusaidia. Neema yake iweze kututosha. Amen. Tuweze kufuka katika usingizi. Na tuweze kuamka na kuondoka na
na kuangaza. Mungu ametupatia ujumbe wa pekee sana. Itakuwa ni jambo la uchungu, watu wanazidi kuweza kuangamia na wewe uko na dawa. Wacha tusiweze kumweka Bwana wetu Yesu Kristo kwa muda mrefu akizidi kusubiri. Na basi kama utaweza kufanya vile, tutaweza kukua na kufikia kimo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Malaika wanasubiri, mbingu zima inasubiri that cooperation, ili ya kwamba kazi iweze kukamilika. Na basi ningeomba tuweze kuinuka na wimbo nambari, kuna wimbo ambao napenda sana. Ni wimbo ambao huwa nautumia kwa ajili ya kuweza kujisalimisha kwake Mwokozi wetu. Na tunapokuwa tukiimba wimbo ule, kama kwa kweli umeweza kusikia neno la Bwana, kwa kweli umeona ni vyema, kuna mahali ambapo kwa kweli hujaweza kuwajibika kwa mjibu wa wito ambaye Mungu ameweza kutuitia, basi ningeomba tuweze kuinuka, tuweze kuwa na ombi la pekee. Mungu aweze kutuuisha, aweze kututengeneza na aweze kutuelekeza katika njia za haki. Wimbo nambari 188. Song number 188. Tupatue sauti. Wimbi damu ya Yesu, wimbi la damu ya Yesu, si wimbi la damu ya Yesu inatutakasa. Aliumia kusudi tupate uzima. Wimbi la damu naingia, natakaswa. Bwana sifiwe sana, utakasa. Damu inasema kwangu, nasikia mvuto, inasema moyo wangu utakaswa. Ayo wimbi la damu naingia, natakaswa. Nasifiwe sana, utakasa. Naondoka kutembea kwa nuru ya mbingu, mavazi yamesafishwa, moyoni ni Yesu. Wimbi la damu naingia, natakaswa. Bwana utakasa. Neemani. Basi kama ungetamani maombi,
Hata wale ambao wanataka kubatizwa, mnaweza kuja hapa mbele, angalau Mungu aweze kutusaidia tuweze kusimama katika kipindi hiki cha mwisho. Ni kweli tumeweza kurudi nyuma, hatujaweza kuwajibika, hatujaweza kutii sheria na neno la Mungu. Mungu anakusudia aweze kutuumba upya. Bila damu na ingia na takaswa na asifi sana utakasa naondoka kutembea kwa nuru ya mbingu, mavazi yamesafishwa moyoni ni Yesu, wimbiwi milada na ingia na takaswa Bwana asifiwe sana utakasa wimbi damu na ingia na takaswa Bwana asifiwe sana utakasa. Bwana asifiwe. Wimbi la damu linafanya namna gani? Ni kweli inakuwa ni hatua nzito. Tuko pamoja na ni hatua ya imani. Juzi nilikuwa wiki mbili zilizopita we had an experience ambayo ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa tunaenda katika harusi ya mmoja wetu na ilikuwa ni upande wa pwani, tukienda wakina Maina. Imagine hiyo kitu ilinistua sana na nikanipatia mtazamo tofauti. Tulisimama Mtito, naona Mtito wa Ndei, hapo basi huwa zinasimama. Kuna lori ambayo ilikuwa nyuma yetu wakati tulisimama, ilikuwa imeteremka kwa kasi sana. Within 5 minutes, tuko pamoja? Dakika ngapi? 5. Yule dereva alikutana na oncoming. Tuko pamoja? Nissan ambayo ilikuwa ni ya Kenatwa. 3 people na others waliangamia na wengine walikuwa wamewafi. So nikaweza kujiuliza, mbona haya? Tuko pamoja ndugu zangu? Mbona haya? Na hatukuenda mbali. The same bus mbele ya Mariakani ikapasuka mguu wa nyuma. Kutoka hapo, kwa sababu tulikuwa tumechelewa, ile basi ilikimbia, tukifika Kilifi ikawekwa kando. Wanaangalia wanasema namna gani? Hiyo basi haina break. Kwa sababu si unajua inaoneshana kwa dashboard ya kwamba breki zimefanya namna gani? So nikajiuliza, ni upendeleo wa kiasi gani Mungu ameweza kutupendelea nao akatuokoa katika kifo ambacho shetani alikusudia kufanya namna gani? Kwa hivyo tusichukue anything for granted. Nikafikiria sana, nikasema tulikuwa na wazo mara mbili. Baadaye tulikuwa tuende Malawi. Malawi ambao mtumishi Karuga, Nguge na Njogona wameenda. Kaniambia, James, si tuende Malawi. Nikakumbuka kulikuwa na wito wa kuja Kisii. Nikamwambia hapana. Acha nikuje wapi? Kisii. Kwa hivyo wakati ambapo ujumbe huu unanifikia, unakuwa ni wa manufaa na faida kwangu. Mungu amenipatia nafasi nyingine ya kuishi. Kwa hivyo ningeomba watumishi tuje tuweke ndugu hawa pamoja na congregation katika mikononi mwa nani? Mwa Bwana. Na kutoka hapa na kuendelea, wacha tuweze kutangaza kilio gani? Kikuu. Wacha our lives iweze kuwa na a turning point kupitia kwa semina gani? Kwa semina hii. Karibuni sana.
wimbi, wimbi la damu naonana, naingia takaswa Bwana asifiwe sana, utakasa, utakasa. Uliyejitoa kwa ajili yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako pamoja nasi katika kusanyiko hili tangu tulipoanza hadi sasa. Ulisema kwamba mahali wawili na watatu walipokutana kwa ajili ya jina lako uko pamoja nao. Baba mwema, tunaendelea kushuhudia uwepo wako katika mkutano huu kupitia kwa jumbe ambazo Baba umewapatia watoto wako. Baba, tuko mbele zako tukikushukuru kwa sababu ya watoto wako ambao wamepata wito ya kwamba ni hakika umewapatia ujumbe wa mwisho wa kuonya dunia. Na Baba, sote tumefika mbele kuomba nguvu na uwezo wako wa kutusaidia sisi kwanza kuishi huo ujumbe. Ili Baba, tunapopata hiyo nguvu na hayo mamlaka, tuweze kuonya dunia inayoangamia kwa dhambi. Baba, tunaomba utupatie huu utumishi, utuongoze kupitia kwa Roho yako Mtakatifu ambaye Baba umesema anatuongoza katika kweli yote. Ili kweli hii tunapoijua na tunapowafanya wengine waweze kuijua, tuweze kuwa huru kweli kweli. Baba mwema, endelea kuwa pamoja nasi, ukimbariki na mtumishi wako ambao ameweza kuumega mkate huu kutoka mbinguni, ukamjaze na neema yako. Zaidi ukamsaidie na yeye pia kuishi ujumbe, ili aweze kuwa barua kila pahali anapoenda inayosomeka vizuri. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Na asante kwa hii nafasi ya kuisikia sauti yako. Na asante kwa hii nafasi ya kuweza kujua ya kwamba umetutuma. Tusikae tu kama watu ambao hawana mpango wote tukiwa ndani ya kanisa, lakini umeliweka kanisa ili liweze kuzitangaza fadhili zako. Asante kwa sababu umetusikia na utajibu sawa sawa na mapenzi yako. Kwa sababu tumeomba kuamini kupitia kwa jina lake Yesu aliyempa na hata mkombozi wetu. Amen. Pamoja na hayo, Baba wetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ni upendo mkubwa uliotupenda nao, kaweza Bwana kutupendelea, na zaidi kaweza kutuletea neno hili ambalo ndilo tiba ulimwengu unaohitaji. Bwana wetu, tunasema ni asante. Zaidi tunakuomba utujalie kila mmoja wetu, waume kwa wake, vijana pamoja na watoto, na kwa jumla kanisa hili pamoja na wale wote Bwana umewatwika nafasi ya kuliongoza. Bwana wetu, kazidi kutuhuisha mchana wa leo. Neno lako limekuja kwetu, nasi Bwana wetu tumelipokea. Hebu kwa kweli likalete uhuisho wa kweli, likaweze kutujalia kila mmoja wetu kuamka na kufanya matengenezo ya kweli, na ili tabia yako Bwana ikadhihirike ndani yetu, na ili tuharakishe ujio wako mara ya pili. Zaidi tunakuomba Bwana, kila mmoja wetu yale yanayofanya turudi nyuma, yanayofanya Bwana tulemewe, katujalie kila mmoja kuyashinda, na ili Bwana utakaporudi tuweze kukuraki mawinguni, na hatimaye tuende nyumbani pahali ulipoenda kututayarishia. Bariki zote waliojitokeza hapa mbele kwa sababu ya wito huo, na wale waliobaki katika viti kwa jumla. Yesu wetu, tunaomba ukatuhuishe,
tubariki na utuongoze kwa kila jambo, na ni katika jina lako Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Asante.